Usisahau kusubscribe. Kama kawaida, mwendelezo wa taarifa stories hapa na pale, tarehe 2 mwezi wa 7 2026. Sasa bana, inaonekana Iran bado hawajashusha hasira hata kidogo. Hasira za nini? Wakati dunia inazungumzia kama kutakuwa na mazungumzo mapya au la, jeshi la Iran limetoka na ujumbe mzito sana. Kwa kifupi wanasema hivi: mtu akithubutu kutugusa tena, safari hii majuto yatakuwa ni makubwa sana. Mwisho wa kunukuu. Kauli imetolewa na mmoja wa makamanda wakubwa kabisa wa jeshi la Iran, Meja Jeneral Ali Abdullahi. Yaani huyu ndiye kamanda wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya, ambayo ndio kitovu cha uratibu wa operations za kijeshi pale Iran. Na aisee, hakutumia maneno ya kuzunguka, yaani ametaja moja kwa moja Marekani, Israel pamoja na washirika wao. Anasema hivi: msifanye makosa ya kutudharau au kutukadiria vibaya. Kwa lugha ya mtaani kabisa, Iran inasema mkijaribu tena msije mkasema hamkuonywa. Lakini kwa nini wameamua kutoa kauli kama hii wakati kama huu? Sababu ni kwamba Iran sasa hivi ipo katika kipindi cha maombolezo kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei. Katika ujumbe wake wa maombolezo, General Abdullahi anasema kiongozi huyo aliacha Iran ikiwa na nguvu kubwa za kujilinda kuliko ilivyowahi kuwa. Kwa maelezo yake, katika miaka ya uongozi wake Iran imewekeza sana kwenye makombora, drone pamoja na teknolojia za kijeshi, na anasema hivi uwezo huo ndio umeifanya Iran iwe ngumu kushambuliwa kiurahisi. Halafu akatoa madai mengine mazito. Anasema kila taifa ambalo limejaribu kuishambulia Iran huko nyuma, licha ya kuwa na silaha za kisasa zaidi, limeishia kupata hasara kubwa na kutoka likiwa limeibika vibaya mno. Haya madai ya upande wa Iran ambayo yamekuwa yakitumika mara kwa mara kuonesha kwamba taifa hili linaamini uwezo wao wa kijeshi ni kizuizi kikubwa zaidi dhidi ya maadui wake. Lakini ujumbe wake haujaishia katika eneo la vita peke yake. Amewataka pia wananchi wa Iran wajitokeze kwa wingi kwenye shughuli za mazishi ya kiongozi huyo. Kwa nini? Kwa sababu kwa mtazamo wa viongozi wa Iran, umati mkubwa wa watu utakuwa unatuma ujumbe duniani kwamba taifa bado limesimama pamoja licha ya changamoto ambazo zinalikabili taifa hilo. Kwao umoja wa wananchi ni sehemu ya nguvu ya taifa sawa na silaha za kijeshi. Lakini mwisho, General Abdullahi ametuma ujumbe ambao bila shaka unazungumzwa sana katika kuanzia leo tunapozungumza na siku nyingine zijazo. Anasema majeshi yote ya Iran yako tayari kwa 100% kulinda uhuru wa taifa, mipaka ya taifa na usalama wa taifa hilo. Lakini pia ametangaza kwamba jeshi litafuata kikamilifu uongozi wa kiongozi mpya wa Iran, Ayatollah Said Mojtaba Hossein Khamenei. Kwa hiyo wanachotaka kutuambia hapa ni kwamba ujumbe wa Iran unasema hatutafuti vita, lakini tukishambuliwa tutajibu kwa nguvu kubwa zaidi. Na swali hapa ambalo linabaki ni hivi: kauli hizi ambazo zinatolewa na Iran wakati Iran ikiwa inaelekea kwenye mazishi ya kiongozi huyo, zinaweza zikawa ni kauli za vitisho au ni kauli za moja kwa moja? Haya ndiyo mambo ambayo yanatokea sasa hivi pale Iran. Lakini pia ukiachilia mbali hiyo ripoti, nimewaambia kwamba kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ali Ayatollah Said Khamenei atazikwa, kwa maana ya mazishi yake yatafanyika hivi karibuni. Sasa taarifa ambayo natakiwa kuipokea ni kwamba mazishi ya kiongozi huyu yatahudhuriwa pamoja na watu wengine ambao wanatoka maeneo mbalimbali duniani. Kuna waandishi wa habari 600 ambao wanatoka katika kila ncha ya dunia. Na unajua ni kwa sababu gani Iran wameamua kupeleka waandishi wa habari wasiopungua 600? Ni kwa sababu wanataka kuonesha kile ambacho kinatakiwa kionekane kwenye mazishi ya Ayatollah Said Ali Khamenei, yani ulimwengu mzima unatakiwa ufahamu. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na waziri wa utamaduni wa Iran Abbasi Saleh, anasema hivi, namnukuu: serikali imejipanga kuhakikisha kila hatua ya mazishi hayo inarushwa na kuripotiwa kwa kiwango kikubwa kabisa ili ulimwengu ufahamu namna ambavyo Iran ni wamoja, namna ambavyo kiongozi huyo walikuwa wanampenda pamoja na mambo mengine. Lakini jambo jingine ambalo hapa linaonekana ni kwamba serikali ya Iran haisemi tu ule utakuwa ni mkusanyiko wa kuaga kiongozi wao tu. Hapana, yani hapa wanataka kuionyesha dunia
kama taifa hili bado linao umoja mzito zaidi. Na Iran inasema hivi, kiongozi wetu ameondoka, lakini bado mfumo wa taifa la Iran umesimama vile vile. Na kwa taarifa ambayo mnatakiwa kuipokea ni kwamba maandalizi ya mazishi ya Ayatollah Said Ali Khamenei ni maandalizi ambayo siyo ya kawaida. Lakini pia serikali ya Iran imeenda mbali zaidi, imewaalika watengenezaji maarufu wa filamu za kumbukumbu ambao watarekodi tukio zima na litatengenezewa makala maalum kwa maana ya documental. Kila picha, kila maandamano, kila tukio muhimu litahifadhiwa kwenye documentary na itakuwa ni kama sehemu ya historia ya kule Iran. Yaani wapiga picha maalum, ukiachilia mbali hao waandishi wa habari 600, kunaye wapiga picha maalum ambao watahakikisha hakuna tukio ambalo linapita bila kurekodiwa. Sasa niwape mshangao mmoja, mazishi haya hayatamalizika ndani ya siku moja. Ratiba ya mazishi ya Ayatollah Ali Said Khamenei yamepangwa kufanyika kwa muda wa takribani wiki nzima, na kutakuwa na maandamano marefu sana ya kuaga mwili. Shughuli zitaendelea katika miji mbalimbali ikiwepo mji wa Qom, na baadaye maombolezo yatafanyika pia katika taifa la Iraq kwenye mji wa Baghdad, Karbala pamoja na Najaf. Ni maeneo ambayo watasherekea au watakuwa wanafanya shughuli hizo. Na mwisho kabisa, mwili utazikwa katika mji wa Mashhad. Kwa hiyo ukiangalia haya maandalizi unaona kabisa kwamba Iran inataka tukio hili liwe live, litukio liwe na uzito wa kitaifa, ni tukio ambalo dunia inatakiwa kuliangalia katika kiwango ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo dunia nzima inatakiwa sasa hivi ielekeze macho yote kule Teheran kwa maana ya Iran. Sasa swali kubwa ambalo linaulizwa na watu wengi sana duniani kwa hivi sasa ni kwamba je, kama Marekani na Israel wapo katika mgogoro huu mzito na taifa la Iran, watafanya nini katikati ya mazishi ya kiongozi ambaye wao walipomuua waliamini kwamba taifa hilo lingeweza kupiga magoti kneel down na mwisho wa siku taifa liseme sasa tumesalenda mbele ya Marekani pamoja na viongozi wengine. Lakini kitu ambacho pia kinasubiriwa kwa hamu sana ni je, ni viongozi gani wakubwa kutoka mataifa mbalimbali duniani ambao watahudhuria mazishi ya kiongozi huyu ambaye mnafahamu amekufa tokea tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Leo tunapozungumza tupo mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hiyo kuna ujumbe mwingine hapa ambao unajaribu kupelekwa ulimwenguni kwamba yani unaweza ukaua ndoto ya mtu mmoja lakini usiue ndoto za wale aliokuwa akiwaongoza. Na ndio maana siku moja aliwahi kusikika rais wa Marekani bwana Donald Trump akisema, namnukuu, hakuna kazi ngumu sana kama kudeal na Iran kwa sababu unamuua kiongozi lakini anayekuja anakuwa ni zaidi ya yule ambaye ametangulia. Kwa kifupi, rais wa Marekani alijaribu kuuambia ulimwengu kwamba ukoo au utawala wa Iran ni kama ule ukoo wa Kambale. Baba ana ndevu, mtoto ana ndevu, na mwisho wa siku inashindikana. Sasa ni nani ambaye anaweza akasimama katika kutafuta suluhu pindi unapotokea mgogoro wa aina yeyote ile? Jukumu langu mimi ni moja tu, kuhakikisha ninawaleteni taarifa zote ambazo zinatoka katika kila pembe ya dunia, ili watu muendelee kujua kwamba pamoja na haya ambayo yamekuwa yakizungumzwa mbele ya kamera, kuna matukio mengine ambayo ni off camera na yenyewe yanaendelea, ambayo yanaendelea kushangaza ulimwengu zaidi. Tokea mimi nimezaliwa kwa umri wangu sijawahi kusikia taifa waandishi wa habari 600 wanahudhuria katika mazishi ya mtu mmoja tu, na lengo ni kukava taarifa zote ambazo zinatoka kila pembe ya taifa husika. Kwa maana ya kule Iran sasa tunazungumzia kaskazini, watu wataripoti; kusini watu wataripoti; mashariki watu wataripoti; magharibi watu wataripoti. Kwa lugha nyepesi zaidi ni kwamba wana ile nguvu ya media za kimagharibi
kusambaza taarifa zao za uongo watakuwa wameidhibiti kwa 100% kabisa, kutokana na hicho ambacho wa Iran wameamua kukifanya. Sema na mimi kwenye comment section hapa chini. Imani yangu ni kubwa zaidi, lakini tunashukuru sana kwa kuendelea kutupa support hapa na pale, pamoja na kufanya mambo mengine yaonekane mazuri zaidi. Usisahau kusubscribe.